Assalamu alaikum mtazamaji wa TV Iman na msikilizaji wa Radio Iman. Karibu katika makala ya wiki ambayo kwa siku ya leo imeandaliwa na Hassan Ninga pamoja na Bakar Hassan na kusimuliwa kwako nami Nasibu Khamis Musa, niite Nasibu Kan. Na leo tutakuwa tuiangaze taasisi ya mifupa ya Moi maarufu kama Muhimbili Orthopedic Institute. Katika jiji la Dar es Salaam, ndani ya hospitali ya taifa ya Muhimbili, ipo taasisi maalum ambayo kwa miaka mingi sasa imekuwa taa ya matumaini kwa maelfu ya Watanzania na raia kutoka mataifa jirani. Taasisi hii si nyingine bali ni taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili maarufu kama Moi. Moi ni taasisi ya kitaifa ya rufaa iliyotoa huduma za kibingwa katika matibabu ya mifupa, viungo, uti wa mgongo, ubongo na mishipa ya fahamu. Kwa huduma zake za kipekee, imejipatia sifa kama kimbilio la waathirika wa ajali, watoto wenye ulemavu wa kuzaliwa na wagonjwa wanaohitaji upasuaji wa hali ya juu. Katika uandaaji wa makala hizi za wiki, timu yetu ilitembelea taasisi hii ndani ya hospitali ya taifa ya Muhimbili na kupata nafasi ya kuzungumza na daktari bingwa wa tiba na upasuaji Dr. William Mugisha, ambaye alitufungulia pazia kuhusu huduma zinazotolewa na Moi. Moi ni kama ulivyotambulisha, ni taasisi ya tiba na upasuaji wa mifupa pamoja na ubongo. Kwa ni taasisi ya kitaifa, kwa maana ni hospitali ya taifa ambapo rufaa zote nchini zinapokwama kutibiwa kwenye hospitali za kanda na za mikoa, wagonjwa ndipo wanapoletwa hapa. Kwa ni hospitali ambayo imeanzishwa takriban miaka zaidi ya 20, karibu 25, ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa bunge, sheria ya bunge mwaka 96 kwa ajili ya kutoa tiba ya upasuaji na matibabu ya mifupa, ubongo na mishipa ya fahamu. Kwa hiyo ndo hasa taasisi ya Moi kama ilivyo, kwa maana ya Muhimbili Orthopedic Institute. Japokuwa jina lenyewe linaonesha kuwa na tiba ya mifupa peke yake kwa maana ya orthopedics, lakini kiuhalisia inatoa huduma zaidi ya mifupa kwa maana ya ubongo na mishipa ya fahamu vile vile. Japokuwa matibabu ya mgongo yanatibiwa na madaktari wa mifupa na madaktari wa mishipa ya fahamu vile vile. Akieleza kwa undani, Dr. Mugisha alibainisha kuwa taasisi ya Moi ina wataalamu waliobobea, vifaa vya kisasa na mfumo wa huduma unaomweka mgonjwa mbele katika kila hatua. Moi si tu hospitali, ni taasisi inayogusa maisha. Kila siku madaktari na wauguzi wake huanza kazi kwa moyo wa huruma, uzalendo na weledi wa hali ya juu. Aliendelea kufafanua kuwa wengi wa wagonjwa wanaowasili Moi ni majeruhi wa ajali mbalimbali, lakini kutokana na uzoefu na utaalamu wa timu yao wanapokea matibabu sahihi yanayowawezesha kurejea katika hali zao za kawaida. Wagonjwa wengi tunawapokea Moi ni watu wazima na wengi ni majeruhi wa ajali za barabarani. Japokuwa magonjwa ya mifupa sio mivunjiko tu, magonjwa ya mifupa yanachangiwa na vitu vingi, ikiwemo mabadiliko ya umri kwa maana ya degenerative disease conditions ambayo yanasababisha viungo vinachakaa kama magoti, nyonga, mgongo na kuleta maumivu. Kwa tofauti na magonjwa yanayotokana na majeruhi wa ajali za barabarani, tunapata wagonjwa wenye mabadiliko ya umri na magonjwa ya kurithi hasa kwa watoto, na ambao yanasababisha wanakuja kutibiwa Moi vile vile. Kwa wagonjwa wengi ni watu wazima, kwa maana kwa sababu asilimia kubwa ya wagonjwa tunaoona ni majeruhi wa ajali za barabarani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuisaidia Moi kwa kuhakikisha inakuwa na vifaa tiba vya kisasa, ikiwemo mashine za upasuaji na vifaa vya uchunguzi wa kina, ili tu kuboresha zaidi utoaji wa huduma. Kama nilivyosema, ndani ya kipindi cha miaka 10 kumekuwa na ongezeko la vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi Moi ambavyo havikuwepo kabla. Ni 2015-16 tu kwamba kumekuwa na ongezeko la vifaa kama MRI Moi na MRI 2, wakati kabla ya hapo haikuwa na MRI hata moja.
Moi ina CT scan 2 wakati kabla ya 2015 Moi haikuwa na CT scan hata moja. Tulikuwa tunategemea MRI na CT scan kutoka hospitali ya taifa Muhimbili ambayo iko jirani tu hapa. Lakini kwa sababu sasa ongezeko la wagonjwa na foleni na unajua kuchukua mgonjwa mmoja kwa mfano anakaa kwenye mashine kwa saa nzima akifanyia uchunguzi. Kwenye saa nzima. Sasa ukiwa na wagonjwa 50 kwa siku unaelewa maana yake masaa zaidi ya 50. Kwa wagonjwa wakawa wanakaa wanasubiri siku 2-3 waje kufanya kipimo. Lakini kwa sasa hivi mgonjwa akija Moi akiambiwa kipimo cha MRI ana uhakika kufanya siku hiyo hiyo ndani ya masaa machache kwa sababu tuna MRI 2 na kwa mgonjwa mmoja saa moja kwa siku na walau tuna uhakika kupima zaidi ya wagonjwa 50 kwa siku na inafanya kazi mchana na usiku. Kwa hiyo ni kweli kwamba huduma za Moi zimepanuliwa ndani ya miaka 10. Tofauti na vifaa vya uchunguzi kama nilivyosema ni vifaa tiba kwa maana ya vifaa pandikizi lakini vile vile vifaa vya kufanyia upasuaji. Lakini vile vile madaktari wamejengewa uwezo kwa maana ya kufanyia trainings zinazofanyika kila mwaka ndani ya miaka 10 kwa maana kupanua mbinu za upasuaji lakini vile vile kubadilishana uzoefu ambazo zinafanyika kila mwaka kwa madaktari wa tiba ya mifupa lakini vile vile madaktari wa tiba na upasuaji wa ubongo vile vile. Kwa kuna mabadiliko na ndani ya miaka 10 tuseme Moi imepiga hatua na kuleta mabadiliko ambayo sasa yanavutia zaidi wagonjwa hasa kutoka nje. Ni kweli kwamba Moi imekuwa ikitibia sio tu wagonjwa wa Tanzania. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la wagonjwa kutoka nchi za jirani kuja kutibiwa Tanzania na ambalo limekuwa ni lengo la serikali la muda mrefu kupanua huduma za afya na hasa za tiba na za ubongo ziwafikie pia nchi za jirani. Na ndio maana serikali imewekeza hasa kwa Moi. Ndani ya miaka 10 hii serikali imewekeza kweli Moi kwa maana ya vifaa vya uchunguzi kwa maana MRI na CT scan lakini vile vile vifaa vya matibabu. Kwa hiyo kuna ongezeko la wagonjwa kutoka Komoro, kutoka Malawi, kutoka unajua Zambia, tunaona wagonjwa kutoka Congo DRC wanakuja kutibiwa na baadhi ya nchi jirani kama Kenya, Uganda wanakuja kutibiwa Moi. Kwa hiyo kumekuwa na hilo ongezeko. Unajua bahati nzuri ni kwamba Moi ni taasisi ambayo kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati ni kati ya taasisi chache ambazo zimejitenga kwa maana zimejijenga kiuwezo kutibu magonjwa ya mifupa na ubongo vile vile. Nchi jirani kama Kenya wana hospitali ya taifa unajua ambayo bado haina taasisi inayotibu mifupa na ubongo peke yake. Wana kitengo, sisi Moi sio kitengo. Sisi ni taasisi inayojitegemea. Mulago vile vile Uganda wana hospitali wana sehemu ya idara kwenye hospitali ya taifa hawana. Kwa hiyo wenzetu hawa wanatuangalia kwa jicho la pekee kwa maana kwamba ni taasisi ambayo iko peke yake imejitenga na inatibu magonjwa ya mifupa na ubongo. Kwa hiyo ndio maana kuna ongezeko hilo la wagonjwa. Na uwezo wa Moi haujazidiwa na wagonjwa kutoka nje. Bado tunahitaji wagonjwa zaidi. Na hivi karibuni Premier Clinic imeanzishwa nadhani ndani ya miaka hii 2 imeanzishwa kwa ajili ya kutibu wagonjwa wa mashuhuri na wagonjwa wa nje, Premier Services. Kwa hiyo huduma zimeendelea kupanuliwa. Huduma zimeendelea kupanuliwa kwa namna hii. Mbali na matibabu, Moi pia ni kitovu cha elimu katika kuandaa wataalamu wa afya wa kizazi kijacho. Hivyo kuchangia maendeleo endelevu ya tiba ya mifupa na mishipa ya fahamu nchini. Tofauti na kuwa taasisi ya kitaifa kwa maana hospitali ya taifa, Moi kwanza tofauti na kwenda nje ya nchi imejidhatiti kujenga uwezo kwenye hospitali za kanda. Kwa kweli ukiangalia uhalisia ni kwamba sio kila mtu anayeumia lazima afike Moi, hapana. Inakuwa sio rahisi kwa Watanzania wengi kufanya hivyo. Ndio maana Moi imejenga uwezo kwenye hospitali mbalimbali ikiwepo hospitali ya jirani tu hapa, hospitali ya Muhimbili Mloganzila kwa mfano, imejenga uwezo wa upasuaji wa magonjwa ya viungo kwa maana joint replacement, kubadilisha nyonga na magoti. Imejenga uwezo wa kubadilisha nyonga na magoti hospitali ya Dodoma ya Benjamin Mkapa. Imejenga uwezo hospitali ya Bugando, imejenga uwezo Mbeya. Kwa hiyo imejidhatiti kushusha hizo huduma kwenye hospitali za kanda, lakini vile vile kwenye hospitali za mikoa. Tofauti na hivyo, Moi tumeshafanya tayari ziara unajua Komoro hivi karibuni, nadhani ndani miezi 6 iliyopita. Tumeenda na tumetoa huduma za upasuaji wa tiba ya mifupa kupitia ubalozi wa Komoro na ubongo vile vile. Kwa lengo ndo hilo na tunaona nchi ambazo kama Malawi na zingine bado wanapambana kama ilivyo sisi, lakini sisi tukiwa mbele zaidi. Na kwa hiyo kama wizara inavyosema ni kweli kwamba Moi na taasisi zingine hapa nchini zinaweza kawa ni kitovu cha utalii tiba, na inawezekana kabisa pale ambapo tutazidi kuongeza juhudi kufikia adhima hiyo. Kwa hiyo inawezekana. Kwa kweli Moi ni zaidi ya hospitali,
ni sehemu ambapo matumaini hupewa uhai mpya, lakini pia ni wajibu wetu sote kuhakikisha tunazingatia kanuni bora za afya na usalama, hasa barabarani, ili kujiepusha na ajali zisizo za lazima ambazo mara nyingi husababisha majeraha makubwa. MOI imejidhatiti na imefanya mabadiliko makubwa katika matibabu ya nyanja za mifupa na ubongo. Lakini vile vile matibabu ya maumivu ya viungo kwa maana ya mgongo, magoti, nyonga kwa wazee sio halali yao, kwa maana ya kwamba jamii ifahamu kwamba hakuna sababu ya mzee kwa sababu ya umri wake kubaki na maumivu. Unajua mtu miaka 60, 70 ana maumivu ya mgongo, hawezi kukaa na maumivu ya mgongo kwa miaka 30 mingine kama atafikia miaka 100. Matibabu na uchunguzi yanapatikana MOI. Mtu mwenye maumivu ya magoti, nyonga hana sababu ya kukaa na maumivu ya magoti na nyonga kwa muda mrefu, kwa sababu tuna suluhu ya haya mambo. Unajua kipindi cha zamani vijijini ilikuwa ni kawaida. Mtu akifikisha miaka 60, 70 akapata maumivu ya mgongo, magoti, inaonekana kitu cha kawaida. Kwa anakaa na maumivu kwa miaka 20, 30. Lakini kwa sasa hivi tunafahamu sababu kwa nini wazee wanapata maumivu na matibabu yapo, kwa maana ya dawa, unajua, na upasuaji kwa wagonjwa wachache ambao wanahitaji kufanya upasuaji. Kwa jamii fahamu tu hilo kwamba hakuna sababu ya mtu kukaa na maumivu ya muda mrefu, na hasa maumivu ya viungo kwa maana joint, lakini vile vile mifupa. Suluhu zipo. Lakini vile vile wazingatie sheria za usalama barabarani, kwa sababu tunaona ongezeko kubwa la ajali zinazotokana na pikipiki, kwa maana ya kwamba kugongwa na pikipiki au kuwa abiria kwenye pikipiki au mwendesha pikipiki mwenyewe bodaboda kupata ajali. MOI kwa siku inapokea wagonjwa 3 hadi 5 wanaotokana na ajali za pikipiki kwa siku. Kwa maana yake kwa mwaka hapo tunazungumzia zaidi ya wagonjwa 1000 wanaotokana na pikipiki peke yake, sio ajali, sio magari, pikipiki peke yake. Na kwa takwimu za mwaka jana zilionyesha karibu zaidi ya 60% ya wagonjwa wa majeruhi za ajali barabarani wanatokana na pikipiki. Kwa unaweza kuona kwamba pikipiki ni janga linalosababisha ongezeko la wagonjwa wa mifupa MOI, na ambao unakuta kwamba wengi wao wanashindwa kulipia gharama za matibabu, na kwa hiyo kufanya ongezeko umaskini ambao unazunguka kwenye jamii yetu. Kwa ni vyema wazingatie sheria za usalama barabarani, na bodaboda wazingatie sheria za usalama barabarani vile vile. Hii ndio MOI, taasisi ya matumaini, tiba na mabadiliko chanya katika maisha ya watu. Kazi yao si tu kutibu, bali kurejesha matumaini, kuponya kwa huruma na kuandaa kesho iliyo bora zaidi kwa afya ya taifa letu. Na hapa ndio tamati ya makala yetu ya wiki, ambayo kwa siku nzima ya hii leo imeandaliwa na Hassan Ninga pamoja na Bakar Hassan na kusimuliwa kwako nami Nasibu Hamisi Musa, niite Nasibu Khan. Na tulikuwa tukiangaza matibabu katika taasisi ya mifupa ya MOI, yani Muhimbili Orthopedic Institute. Asante, tukutane tena juma lijalo katika makala ya wiki, insha Allah.